Maandamano ya Chacha Tanzania, serikali ikiweka vikwazo huku mtandao wa Tanzania ukitatizika. Karibu kwenye taarifa zetu za Erran Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Kwa mujibu wa data kutoka kwa shirika la mitandao NetBlocks, imethibitisha kukatika kwa huduma za interneti kote nchini Tanzania siku ya uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika leo hii Jumatano tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Tukio hili limejiri wakati raia wa Tanzania wanaposhiriki kuchagua rais mpya, wabunge, madiwani, huko vyama vikuu vya pinzani kama Chadema vikisusia uchaguzi huo wakidai mageuzi ya sheria za uchaguzi. Hii imeshatokea mara kadhaa katika nchi mbalimbali na hata Tanzania, na haswa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020 mtandao ulipofungwa. Tanzania, mjadala kuhusu kufungiwa mtandao wa X imekuwa ikijirudia hasa baada ya wito wa baadhi ya viongozi mwaka 2024. Inspekta Jenerali wa polisi Tanzania ametangaza amri ya kutotoka nje jijini humo kuanzia leo saa 12 jioni. Jeshi la polisi kufuatia hali hiyo inawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kuanzia saa 12 jioni wawe majumbani mwao, alisema Camillus akitoa tangazo hilo. Ni kauli ambayo imekaririwa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro, akisema kuwa ni maafisa wa polisi watakaokuwa wakishiriki doria wabaki mitaani. Hayo ni kufuatia matukio ya ghasia yaliyoshuhudiwa katika maeneo kadhaa mjini Dar es Salaam na kwingineko nchini humo, ambapo waandamanaji wanaopinga kufanyika kwa uchaguzi wameandamana wakifunga barabara kadhaa na kuchoma moto maeneo kadhaa. Watu kadhaa wamejeruhiwa kwenye maandamano katika baadhi ya miji ya Tanzania, huku shughuli ya upigaji kura ukiendelea katika uchaguzi mkuu ambao umekumbwa na mvutano. Waandamanaji waliwasha moto barabarani, kuharibu mabasi na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye vituo vya mabasi ya mwendo kasi na miundombinu mingine ya umma. Tumechoka, tunataka tume huru ya uchaguzi ili Watanzania wamchague kiongozi wanayemtaka, mmoja wa maandamanaji alisema. Zaidi ya wapiga kura milioni 37 waliosajiliwa kupiga kura katika uchaguzi wa rais na ubunge. Vyama 16 vidogo ambavyo havina maarufu viliweza kuruhusiwa kugombea urais dhidi ya Rais Samia Suluhu ambaye anawania kwa muhula wa pili. Mgombea pekee wa upinzani Luhaga Mpina wa chama cha ACT Wazalendo aliinguliwa kutokana na taratibu za kisheria. Maandamano katika jiji la Dar es Salaam yanazidi kusambaa kutoka Kimara na yameingia eneo la Mgomeni. Mapema asubuhi vikundi vya vijana vilianza kujikusanya katika eneo la Kimara Kibo kabla ya kuingia barabarani kuziba barabara kabla ya kukabiliana na maafisa wa polisi. Maandamano yameshuhudiwa Kimara, Magomeni, Ubungo, Kinondeni, Shekilango na Tandale. Uharibifu mkubwa umeshuhudiwa katika vituo vya mabasi ya mwenda kosi, vituo vya kupigia kura, mabasi na maeneo ya biashara. Awali mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alionya kuwa vyombo vya dola viko imara kukabiliana na uvunjivu wa amani. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Alfred Chamila amesema kwamba vyombo vya dola viko imara na tayari kukabiliana na jaribio lolote la uvunjaji wa amani katika jiji hilo, akasisitiza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya mtu au kundi chochote litakachojaribu kuvuruga utulivu. Kauli hiyo ilikuja kufuatia taarifa za uwepo wa kundi la vijana waliodaiwa kujaribu kuandamana katika eneo la Kibo, Kimara kabla ya polisi kuwatawanya. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kupiga kura, Chalamila alisisitiza umuhimu wa kulinda utamaduni wa amani ambao Tanzania imeujenga kwa miaka mingi na kuwataka wananchi waendelee kuiamini serikali yao pamoja na vyombo vya usalama. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Erran Media.